Yes, hapo kwa poa mtazamaji popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia Biomedia. Kwa upande wangu mimi Official Rose D tayari niko vyema nikwambie na nimekwisha kuzifumbata nyingi za kihabari ambazo unapaswa kuzifahamu. Tunani leo kupitia Biomedia ni mwanadada Mange ambaye ameomba msamaha kwa Tanzania kuhusu maandamano ya Oktoba 29 yaliyosababisha vifo na juta mimi. Haya. Ni kauli ambayo inasomeka na juta mimi. Mange Kimambi aomba msamaha kwa Tanzania kuhusu maandamano ya Oktoba 29 ni katika kile ambacho kinaonekana kuwa ni hatua ya kujitafakari na kutambua uzito wa matendo yake ya awali. Mwanaharakati maarufu wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi anajitokeza hadharani na kueleza majuto makubwa kufuatia juhudi zake za kuhamasisha maandamano ya tarehe 29 mwezi Oktoba ambayo yaliibua mjadala mzito nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kupitia video fupi ambayo alichapisha kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii, Mange amesema, najuta kwa kweli. Niliamini ninapigania haki lakini sikutegemea matokeo yalivyokuwa. Naomba radhi kwa Tanzania wote, nilifanya kwa moyo wa kizalendo lakini njia haikuwa sahihi. Bana, kauli hiyo imeibua hisia tofauti mitandaoni ambapo baadhi ya wananchi wamempongeza kwa kuwa na ujasiri wa kukiri makosa, huku wengine wakiendelea kumkosoa kwa kile walichokiona kama uchochezi wa kisiasa. Mange ameonekana kupunguza sauti ya ukosoaji wake dhidi ya serikali katika siku za hivi karibuni, na majuto yake yamechukuliwa kama ishara ya kubadilika au kutambua kuwa njia ya mabadiliko lazima izingatie misingi ya amani, mazungumzo pamoja na ushirikiano. Kauli hii umeipokeaje mtazamaji wa Biomedia? Una kipi cha kuzungumza na mwanadada Mange till now kwa kauli ambayo amezungumza na kutembea kwa kasi sana katika mitandao ya kijamii? Mimi ni Official Rose D. Maoni yako moja kwa moja mtazamaji wetu, endelea kuyapitia kwa wakati mwingine. Tuangazie wewe ulikuwa na yapi ya kuzungumza mara tu baada ya mwanadada Mange kuonekana kukiri hadharani kwamba alikosea.